Habarini za asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa CP Adel Patrick Mishinga. Mimi kama mwakilishi kutoka Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, tulijaribu kuassess namna gani nzuri ya kutafuta vitu vipya ambavyo tunaweza tukawasilisha kwenu, lakini kwa 90% tulikubaliana kwamba si vyema kuwasilisha vitu vipya kwanza bila kuweza kutoa mwongozo mzuri wa kuutilize tulivyo navyo. Kwa hiyo nadhani vijana katika nchi yetu ndio rasilimali muhimu sana kwa sasa hivi. Wenyekiti wa halmashauri hizi mnafahamu vizuri, pia wakurugenzi mnafahamu. Hii kuna 10%, si ndio? Ambao kwenye 10% vijana ni 4%. Tuna kwenye manunuzi yote kuna PPRA na 30% ambao tutajadili pia. Lakini kuna matumizi ya force account kwenye hizi councils. Kwenye hizi level institutes zote bado hakuna ule utekelezaji ambao tunautegemea au tunautamani. Lakini uwepo maafisa vijana kwenye hizi halmashauri umekuwa ukipunguzwa. Umekuwa upo kwenye kiwango kidogo sana. Watu ambao wanajulikana kwenye halmashauri ni wale maafisa mipango, wahasibu. Lakini kuna watu ambao wanaweza kutusaidia kwa ajili ya kusogelea sisi vijana zaidi. Lakini hichi kitu ndio kinatuletea mentality ya vijana wetu kwamba kuhisi kuna vijana ambao wana uwezo wa kurudisha hizi fedha. Lakini sisi viongozi ambapo tunakuwa tuna push ndogo, vinachangia hizi fedha zinaendelea kubaki kule. Na huu mfuko ni revolving. Kila council inapeleka 10%. Na hizi tukiwa wote mashahidi, hizi fedha kwenye hii mifuko ni nyingi sana mpaka sasa hivi. Hakuna council ambayo imemaliza hizi 10%. Hakuna council ambayo imemaliza. Fedha bado ni nyingi sana, lakini bado kwenye management hizi CMT ni zinasita kuja kutoa hizi hela. Lakini viongozi bado wanajaribu kupush. Sababu ya hali ya FIFO nimeweka ni simple. Tunaenda kwa sababu just simple vitu vidogo tu. Kuna upungufu wa usimamizi wa karibu wa miradi. Hii inaanzia kwa vijana wenyewe, lakini inapata kwa viongozi wetu. Vijana wenyewe maandiko haya miradi, kwa mfano sisi tunachoamini najua hizi kwenye hizi council. Maandiko ya miradi yote yanaweza kaandikwa na stationery moja tu. Yote. Tunaweza kusema sasa hivi tumekuwa tukipokea maombi ya mikopo ya vijana kwa nchi nzima. Lakini naweza kukuta email moja ina vijana karibia 50. Na ukisoma nature ya maandiko ni andiko lote la mtu, yani ni mtu mmoja ambaye anambia unataka kufanya nini, ataandaa hichi, unataka kufanya nini, ataandaa hichi, unataka kufanya nini, ataandaa hichi. Lakini sisi kama viongozi hatujui ile miradi inaendaje. Kwa hizi fedha nyewe viongozi sasa leo tutajadiliana hapo, mtuambie kama bado kuna gap kubwa hivi, unaweza kutoa 52 kwa hiyo percentage ni kubwa. Inaweza karudi kiasi kwa udogo kiasi hichi. Kama nyie mnahisi bado sisi tutafute modality kwenda kuwapili kwenye mapato ya ndani, si ndio? Isiende kwenye miradi, iende kwenye zile percentage za miradi zile, kwa sababu kuna ambacho tunapeka 40 asilimia ngapi kwenye miradi ya maendeleo, si ndio? 10% tunaona inapotoka na inaporudi. Hii revolving fund imestack. Tunaweka hela fedha zinazorudi ni chache. Na ukiangalia kwenye hii 9.78B tunaona asilimia kubwa wanarudisha ni wenye miradi ile mikubwa. Na wenyewe wanachofanya, anatoa, unampa fedha, anaizungusha, anakuja tena anaongeza, anaizungusha. Kwa kuna kundi ambalo linaweledi linafanya hicho kitu. Lakini vijana wa chini ukishampa leo, hajui kama hii fursa baadaye, kwa sababu tunasema ndio maana toka mabenki kuna credit ratings. Kwamba mtu kitoa unaweza kuongezewa. Group kubwa la vijana ambao tunawapa hii mikopo, wakienda wameenda moja kwa moja. Kingine ambacho kinafanyika zaidi ni kuswitch kwenye hii miradi ambao vijana wanaifanya, ambacho management tunaomba mtusaidie zaidi.
Mtu akiwa anaomba mkopo ana mradi ABCD, ila anapopata fedha anaona mbona kama ile wazo la mwanzo lilikuwa kama gumu, hii inaweza kuitekeleza faster. Sasa pale ndio tunapata changamoto nyingi. Njia nyepesi ambayo inaweza ikatusaidia kuwajengea vijana uwezo ni kwamba unaporudisha hii fedha unaweza ukaukopa tena, unaweza ukakopa zaidi na zaidi. Huu sio mkopo ambao unaweza ukarudisha, ukirudisha upeo mwingine unaweza ukakopa zaidi na zaidi. Sasa hapa ndo tunapokuja kwenye issue. Nadhani mnakuta kuna maafisa vijana ambao wengi wako kwenye, tunasema ni CDOs pia, ambao wanafanya hii role. Hawa watu wawezeshwe jamani. Sisi tutapokuja hii mikopo tunapokuja kuiomba huko, hawa ni wataalamu. Tunaomba kidogo kwenye mapato ya ndani, mnaweza kutusaidia hichi. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana inatengeneza mfumo ambao una link kati ya halmashauri kwenda mkoa kuja wizarani. Lakini kwenye hii link tunahitaji maafisa vijana. Kwenye maafisa vijana hapa ambao sisi tunachemka. Kwa nini? Hawa watu wana bajeti ndogo kiasi kwamba hata ile utekelezaji wa majukumu yao yanakuwa madogo. Hapa wakurugenzi, naomba jaribu kufuatilia kuna wanahudhuria vikao vingapi kwa mwaka? Hakuna. Kama hakuna ni vichache sana. Wahudhuria hata ya makongamano ya kibiashara, makongamano ni kwa sababu tukifika huko kwenye kila halmashauri sasa hivi mwenge ukifika na kuna uzinduzi wa vijana platform. Hawa watu tunawategemea, ila wana bajeti ndogo sana za kuwawezesha. Kwenye mapato ya ndani tunaomba mtusaidie hapo. Hawa ndio wataalamu waliopo karibu na vijana. Hawa ndio wanaweza, hii midahalo ya vijana ni kila kitu tunawategemea hawa. Lakini majukumu yao wanatekeleza kwa kazi kwa tuseme nyenzo ngumu sana. Nadhani kusema hitimisho, uwezeshaji wa vijana kiuchumi ni hisani, bali mkakati thabiti wa kifedha, kupanua wito wa lipa kodi, na baadaye katika halmashauri zetu tukilinda mtaji na usimamizi thabiti, tunajenga uchumi endelevu. Kutoa mikopo bila usimamizi ni kupoteza fedha. Wasimamizi ni nyie. Kuweka mifumo ya budget ya ofisi ni urejeshaji mzuri. Shukrani na karibuni.